Na malizia ni kwa sisi kama wanaume. Tuwe na matumaini. Na tulete matumaini kwa wengine. You must be an object of hope. Watu wakikuona waone matumaini ndani yako. Na wajue leo tukilala njaa. Leo tukilala njaa katika hii nyumba yetu. Naongea lugha ya Ukafaka. Nikasema baba ana chochote kwa mfuko. Baba ana chochote kwa mfuko. Usikule nyama kwa njia na upeleke sukuma nyumbani. Hello? Yes. Usikule kilo ya nyama kwa njia na upeleke sukuma na matata nyumbani. Unajua kina nina violence. Umekuletea je? Nasa chapa mtu sijui nini. Si umetoka maombi, unanichafua roho. Mbona unanuka nyama? Nasema ni mwenzako alikuwa amekula, tulikaa karibu na yeye. Let's be people of hope. Let's be people who bring change, even in small ways. Nataka sasa, nasema tunaita mambo ya complaints one. Katika nchi yetu nasikia watu wanatetea. And politically, wanasema mbona tupeleke vizuri tufanye namna gani? We have a pray for our leaders. From the lowest to the highest. Kutoka MCA, hapo kwenu, mpaka the president. Kama ni kutaka wafanye. We are coming to 2027, tutakuwa na elections. Will it be the same different monkeys in the same forest? Ama, tunaweza chagua wanaume na wanawake wa kuongoza nchi yetu na yende mbele. Hello? We have the capacity to transform this our country. We have the capacity to put good laws that kufuata na kila mtu. Na mbona nafikisha hapa ndio mwisho kufanya namna. Hata kama ni askofu. Naambiwa hapana. There is a limit beyond which you cannot go. Then the law will take effect. Mimi nataka tuanze kuombea mabadiliko ya amani. Na tuwe na matumaini. Na in case of you here, aingie kwa uongozi baina yoyote. Hudumia watu kama mtu wa kuhudumu na ametoa huduma. Kwa sababu nikiwa na matumaini, I have also been disappointed by some of our leaders. Many of them, most of them Christians. Nasema huyu tukimpa hii kiti ndio umeokoka. Akiingia hapa anasahau. We still have that in mind that we can still bring transformation. We can still change Kenya. Kenya is a beautiful country. Beautiful country. Israel is a desert. They make it real. They produce what they want. Sisi tunatumia energy mingi kuteta, kugrab, kitu hata utaki. Hiyo tumbo yako inaweza kula kilo ngapi? Unaweza maliza mbuzi peke yake? Hello? Unaweka ng'ombe hivi. Yote imechinjwa umeweka mtakula, utaki wengine. Greed is a terrible disease. Sasa ninamalizia. But you want to plead God atuondolee hii tamaa tuliyoko nayo. Na wanaume tuko na jukumu la kuombea kanisa na kusaidia wale wako karibu nao na kuwaonya kwa ile jambo ambayo wanafanya. One day take courage and tell somebody close to you. Hata kama ni askofu, naambia askofu ayendi na hii si nzuri. Chairman, hii si nzuri. Padre, hii si nzuri. Tufanye hivi. Kwa upole, kwa utulivu, tutafika wapi? Next time tukikutana Machakos, ndio mtakuja. Itakuwa ni mtihani unijibu wewe umebadilika kivipi? Umebadilisha mwingine kivipi? Hata mimi uniulize nimefanya nini between now na hiyo time ya kukutana Machakos. What have I done as a bishop to bring peace and development? Because when there is peace, there is development. Ukiacha watu wametulia, tutaendelea. Hata kama mtu alikolala acha lala, uko na amani. Apate hiyo nafasi. Tutulie. Tuliza familia, tuliza nchi ili watu waweze kufurahia. Mungu abariki Kenya yetu, atupe amani. Abadilishe viongozi wetu waweze kuongoza vizuri.
wa kikanisa, wa kisiasa, katika familia. Na sisi kama wanaume tuko na jukumu kubwa la kuleta hao mafanikio. Mtakatifu Yosefu atuombee na tupie changamoto ya kusimamisha familia na kuwatunza watoto na akina mama wakati kuna maovu ambayo yanawakumba vile familia takatifu imekumba. Tulia, uombee familia yako, ujiombee mwenyewe. Kama Mtakatifu Francis alisema, Mungu nifanye niwe chombo cha amani. Oh Lord, make me an instrument of peace.